Ninawasalimu wapenzi watazamaji popote mlipo, hamjambo. Karibu sana niweze kuwapasha yale ambayo yameweza kutendeka. Hapa ndipo unapata taarifa za kikweli. Kila ambacho nawaomba, tafadhali endapo unanipata kwa mara ya kwanza, chukua sekunde 1, 2, 3 kapiga subscription. Vile sambaza taarifa hizi kuelekea kwa watu wengi. Uraisi na ushindi wa Samia Suluhu katika uchaguzi ambao uliandaliwa Tanzania 29 Oktoba umeweza kukataliwa kimataifa. Kuna yule aliyekuwa rais wa Afrika Kusini, Thabo Mbeki, na shirika lake au kipenda taasisi yake wameweza kusema Samia Suluhu ni rais haramu ambaye ameweza kujilazimisha kuwaongoza wananchi wa Tanzania. Katika ripoti ambayo Thabo Mbeki aliyekuwa rais wa Afrika Kusini na taasisi yake ambayo wameweza kuitoa, wamesema kwamba uchaguzi wa 29 Tanzania uligubikwa na wizi au kipenda udanganyifu na mauaji. Shirika hilo la Thabo Mbeki limetoa taarifa rasmi kuhusiana na uchaguzi mkuu uliofanyika nchini Tanzania tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Taarifa hiyo inatoa maoni makubwa kuhusu hali ya ghasia na machafuko yaliyojitokeza baada ya uchaguzi mkuu, huku akisisitiza maombolezo kwa familia zilizopoteza wapendwa wao katika machafuko hayo. Aidha, Thabo Mbeki na shirika lake linawaombea kwa dhati walioumia ili wapate kupona kwa haraka kutoka kwa kipindi hicho cha machafuko. Shirika hilo vile limeelezea kusikitishwa na ripoti za uchaguzi mkuu ambao zilitolewa na maasisi ya uchunguzi wa uchaguzi kutoka kwa Jumuiya ya Afrika, kutoka kwa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, pamoja na Umoja wa Afrika, ukipenda African Union. Inasemekana kuwa uchaguzi huo haukufanyika kwa huru na haki, na wananchi wa Tanzania walishindwa kutoa kura zao kwa huru. Hali hii imepelekea kuibuka kwa shaka ya juu ya uhalali wa matokeo ya uchaguzi, ambapo Tume ya Uchaguzi ya Taifa la Tanzania INEC ilitangaza matokeo ya rais na bunge, lakini maasisi hayo inasisitiza kuwa matokeo hayo hayawakilishi mapenzi ya raia wa Tanzania. Pia shirika hilo la Thabo Mbeki, mpenzi mtazamaji, linaonyesha wasiwasi kuhusu serikali ya sasa ya Tanzania, likisema kwamba imetokana na njia za udanganyifu na vitendo vya kikatili na mauaji dhidi ya wapinzani wa kisiasa. Yamekuwa ni kielelezo cha mazingira ya kidikteta yanayozidi kujitokeza nchini humo. Kwa upande mwingine, shirika hilo la Thabo Mbeki limesisitiza kuwa Tanzania inahitaji kuanzisha mjadala wa kitaifa wa kudumu ili kuponya jamii iliyogawanyika, akisisitiza kuwa suluhu la tatizo hilo linaweza kupatikana kwa njia ya majadiliano ya kitaifa. Kwa hivyo unasikia mpenzi mtazamaji, huyo aliyekuwa rais wa Afrika Kusini na shirika lake la Thabo Mbeki Foundation wamesema kwamba njia pekee ambayo raia wa Tanzania wanaweza wakarejesha imani yao kwa serikali ni kuweza kushiriki mazungumzo ya kitaifa. Mazungumzo ambayo ni ya
ya wazi baada ya serikali kuweza kuwajibika. Kuna wale ambao wataniuliza hizo taarifa ambazo unasema kwamba zimeweza kutolewa na hiyo taasisi ya Thabo Mbeki ziko wapi? Ndizo hizo hapo mpenzi mtazamaji. Japo wameweza kuandika kwa lugha ya Kimombo, naomba niweze kukubadilishia kwa lugha ya Kiswahili. Jinsi ambavyo unaziona hapo, naomba nikubadilishie kwa lugha ya Kiswahili haraka haraka, kwa sababu mimi nina uwezo huo. Mimi ni mwanahabari, nilisomea taarifa ama nilisomea wanahabari. Ninaweza nikatafsiri kwa lugha ya Kiswahili atakana kwamba naziangalia. Tafsiri ya Kiswahili inaanza kusomeka hivi: taasisi ya Thabo Mbeki inatoa taarifa hii kufuatia tafakari ya kina na yenye maumivu kuhusu uchaguzi mkuu uliofanyika Tanzania mnamo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Mlezi, bodi ya wadhamini na taasisi nzima ya Thabo Mbeki aliyekuwa rais wa South Africa ama ukipenda Afrika Kusini, tunatoa rambirambi zetu za dhati kwa familia zilizopoteza wapendwa wao wakati wa vurugu zilizotokea dhidi ya raia baada ya uchaguzi. Pia tunaomba uponyaji wa haraka kwa wote waliojeruhiwa wakati huu wa misukosuko. Kufuatia mfululizo wa matukio mabaya yaliyosababisha vifo vya watu, misheni za waangalizi wa uchaguzi za mashirika yetu ya kikanda na bara, ukipenda Jumuiya ya Maridhiano ya Kusini mwa Afrika SADC pamoja na Umoja wa Mataifa ya Afrika zimefanya maamuzi ya kuhuzunisha kuhusu mwenendo wa uchaguzi. Kwa pamoja, mashirika hayo zilihitimisha kwamba uchaguzi mkuu ulishindwa kutimiza kanuni na miongozo inayosimamia chaguzi za kidemokrasia za mataifa ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika pamoja na mataifa ya Muungano wa Mataifa ya Afrika pamoja na viwango vya kimataifa. Kama Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika na pamoja na mataifa ya African Union, ukipenda Umoja wa Mataifa ya Afrika, iliyosema wapiga kura wa Tanzania hawakuweza kutumia uhuru wao kidemokrasia. Hivyo, waangalizi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika pamoja na waangalizi wa Umoja wa Mataifa ya Afrika wanadai kwamba matokeo ya rais pamoja na matokeo ya bunge yaliyotangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi Tanzania INEC si kielelezo cha kweli cha mapenzi ya watu wa Tanzania. Hii inasababisha hitimisho lenye mashaka sana kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sasa haina rais halali. Naomba mnisikilize. Hao si maneno yangu. Kama una uwezo wa kubadilisha hayo maneno ambayo yako hapo kwa lugha ya Kimombo, unaweza kaangalia jinsi ambavyo wameandika. Hii inasababisha hitimisho lenye mashaka sana kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sasa haina serikali halali. Thabo Mbeki ndiye ameweza kusema na shirika lake, ikidokeza badala yake kwamba utawala wa sasa umelazimishwa kwa watu wa Tanzania kupitia mchanganyiko wa nguvu na njia za ulaghai. Kwa hivyo, serikali ya Samia iko mamlakani kwa njia ambazo si halali. Kwa lugha nyepesi ya Kiswahili tunaweza tukasema kwamba hii serikali ya Samia ni batili. Hata Thabo Mbeki yeye mwenyewe mwenye alikuwa rais wa Afrika Kusini tangia mwaka 1966 mpaka mwaka 2008 Afrika Kusini, amesema kwamba
Samia hakushinda uchaguzi kwa njia ya uhalali, kwani alitumia nguvu kujisimika mamlakani. Alitumia nguvu kuwalazimisha Watanzania waweze kukubali kwamba yeye ndiye rais. Kwa hivyo serikali yake si halali. Walitumia njia ya ulaghai wakajiapisha. Hali hii inazidishwa na ripoti zilizoendelea na zenye kusikitisha za vurugu za kimfumo dhidi ya wapinzani wa chama cha wauaji Tanzania CCM, ikiwa ni pamoja na utekaji na mauaji. Ingawa baadhi ya watu nchini Tanzania wamebainisha kwa usahihi kwamba wakati umefika wa upatanishi, tuna maoni thabiti kwamba uponyaji kama huo unaweza kupatikana tu kupitia kwa mazungumzo ya kitaifa ya uaminifu, jumuishi na huru. Taifa lazima lijibu maswali muhimu kwa pamoja: ni nini kilichoenda vibaya, na ni kwa nini walitumia njia ya ulaghai kujirudisha mamlakani. Wakieleza hayo, basi njia inaweza ikarejea, njia ama nchi inaweza ikapata maridhiano. Wakieleza ni kwa nini waliamua kujilazimisha kuelekea kwa Watanzania, basi wananchi wanaweza wakaridhika. Lakini Watanzania wamesema kwamba ile maridhiano yanaanza tu Tanzania serikali haramu ya Samia ikijiuzulu. Kwa hivyo Watanzania wamesema kwamba wamepokea ripoti ya aliyekuwa rais wa Afrika Mashariki, yani wa Afrika Kusini, Thabo Mbeki, na wameipokea kwa mikono miwili. Wamesema maneno yake ambayo ameweza kuyasema pale ndani kwamba Rais Samia Suluhu aliweza kujilazimisha kwa wananchi wa Tanzania ni kweli, lakini wameweza kumwambia mazungumzo ya maridhiano Tanzania yataanza pale ambapo Samia na vibaraka wake watajiuzulu. Basi hapo Tanzania inaweza ikaingia kwenye mazungumzo ya maridhiano. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, unasikia huyo aliyekuwa rais wa Tanzania, yani rais wa Afrika Kusini, ameweza kusema kwamba Samia na utawala wake ni haramu. Kwa hivyo wameweza kukataa ushindi wa Samia. Je, wacha nikupe nafasi uweze kutoa mchango wako hapa chini. Baada ya Samia kuweza kutumia njia za ulaghai kujisimika na kujilazimisha mamlakani, ni kipi ambacho kinapaswa kufuata ndiposa wananchi wa Tanzania waweza kurejesha imani yao kwa serikali? Je, ni Samia Suluhu aweza kujiuzulu, uchaguzi mpya uandaliwe, au je ni mazungumzo ya maridhiano? Sema nasi tuweza kupata wazo lako. Mimi ni Bwana Ezra, asante sana kwa kunisikiliza. Sambaza hizi kanda ziwafikie watu wengi. Vile vile hakikisha kwamba unapiga subscription, unabonyeza kengele, ili kipindi ambapo tunakuwa tunaachia matukio yetu, taarifa za kikweli kwa lugha ya Kiswahili unazipata kwa haraka. Asante sana kwa kunisikiliza.